Hujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, ni nakusalimu mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kila laheri. Imani yangu kubwa kabisa hapo ulipo umzima wa afya. Hii ni Radio Television Ngyoku International na mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo. Ni nakusalimu ambao unatufuata kwa njia ya channel yetu ya YouTube. Ni nakusalimu bila kwa sababu wale ambao wanatufuata kupitia njia ya Facebook, lakini nikiwasalimu wale wote ambao wanatufuata kupitia njia ya Instagram na Twitter X ya sasa. Namna kama nilivyokujuza, mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo. Na katika ya niliyokuandalia leo hii ni kwamba wami wa tarafa la Fizi Itombwe wameweza kufanya kikao hivi karibuni ambacho kiliweza kufanyika kwenye jiji la Lubonja, makao makuu ya sekta ya Nganja, huku kikiunganisha wami wote wa tarafa la Fizi na Itombwe ambao waliweza kukusanyika mahali pamoja na kujadili baadhi ya mambo yanayopitikana mashariki mwa DRC, haswa tarafani Fizi. Wami hao wameanza kuyajadili huku wakiunganisha baadhi ya malalamiko ya raia wa tarafa la Fizi ambayo wanakuwa wakiyapokea siku kwa siku ingali inapoitwa leo. Moja ya malalamiko ikiwa ni kamba za barabarani ambazo baadhi ya raia wanakuwa wakilia kutokana na kamba ambazo zinajaa barabarani, huku zikiwa zinawasumbua haswa kwa kuwalomba hizi pesa za njiani, huku wakitoa baadhi ya madhara kama iliyosababisha kifo cha mheshimiwa jemedari mtetezi Kibukila Tresor, lakini pia na baadhi ya majanga mbalimbali ambazo zinatokea kutokana na kamba za barabarani. Mahamuzi imekamatwa na viongozi hao ama wami hao wa tarafa la Fizi ambao waliweza kukusanyika kwa pamoja, huku wakisema kamba hizo zote zitaondoshwa ambazo zinapatikana tarafani Fizi, haswa kamba za wazalendo zote zitaweza kuondoshwa, ila kutaweza kukamatiwa mbinu mpya ambayo watakuwa wakifanya kama wami wa tarafa la Fizi ili kuweza kuangalia namna gani ya kuunga wazalendo mkono. Mwami Mlela hapa anaeleza wakiwa kwenye kikao, ambaye ndiye kama msemaji mkuu wa wami wa tarafa la Fizi. Kama walivyoona wami wa tarafa la Fizi Itombwe, tunasema kwamba kamba zote za barabarani za wazalendo tarafani Fizi, wami wanaona kwamba inawekwa mfukoni na mbinu mpya imekamatwa kwa ajili ya pesa za kusaidia vita. Jukumu yote inapewa machifu wa vijiji na makapita wao ili kuomba pesa hizo nyumba kwa nyumba, ila pia watajiunga na mashirika za kirahia pamoja na vijana wa tarafa la Fizi. Sio kwamba ni mashirika ya kirahia ya Nganja, wala sisemi kama mwani wa sekta ya Nganja, ila ninasema kwa niaba ya wami wa tarafa la Fizi Itombwe ya kwamba pesa hizo zitaombwa kwenye tarafa lote nzima la Fizi Itombwe, ndiyo sekta 5 inayounda tarafa la Fizi. Kikao hiki kimefanyika hapa Lubonja ili kuangalia namna gani tutasaidia watoto wetu na wazalendo na makundi yote ya wazalendo wanaokwenda vitani. Huyo ni Mwami Mlela ambaye pia ni msemaji wa wami wa tarafa la Fizi Itombwe, akizungumza kwenye kikao kilichofanyika pa Lubonja, huku akizungumzia kuhusu swala za kamba za barabarani na msaada kwa wazalendo. Lakini pia wami wa tarafa la Fizi wote kwa ujumla wameweza kutuma ombi lao kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakionekana au wakiona kunyimwa haki zao na serikali ya DRC. Hapa Mwami Mlela pia anaeleza. Wami wa tarafa la Fizi Itombwe wanaomba uhuru wao kwa serikali ya DRC ili wapate hariri iliyo ya kibinafsi.
Na ndugu msikilizaji, huyo ni Mwami Mlela akizungumza kwa niaba ya wami wote wa tarafa la Fizi kwenye kikao kilichofanyika pa Lubonja, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Na kufikia hapa ndio ninatamatisha yale niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Niseme asante kwako ambaye unaungana nasi, na nikuombe endelea kujiabone kwenye channel yetu siku kwa siku ili tuzidi kukupa makavu matamu. Na kama nilivyokujuza, hivi tuko njiani tukijielekeza milimani huko Rugezi, maeneo ambako kumekuwa kukiripotiwa mapigano hivi karibuni. Yani muda sipunde tutakujia na habari motomoto kuhusu ripoti ya vita ya Rugezi. Nikuombe ungana nasi mwanzo hadi mwisho. Niseme alamziki.